Hujambo, karibu sana popote pale ulipo katika simulizi ya binti yetu Gracie ambaye aliachwa siku ya harusi. Sasa Gracie alipata nafasi ya pili ya upendo na safari hii moyo wake ulikuwa safi. Michael alimpa amani, kitu ambacho hakuwahi kuwa nacho kabisa. Lakini wakati kila kitu kikionekana kuwa sawa, wakati huo vitu ambavyo alikuwa anavipata zamani akavikosa, kwa sasa amevipata. Je, mapenzi yao yataimili mitihani huu na asiondoke? Maisha ya Gracie na Michael yalikuwa ya utulivu. Walicheka pamoja, walikula pamoja, walishirikiana ndoto, na Gracie alihisi kwa mara ya kwanza kuwa anapendwa kwa dhati. Michael alikuwa tofauti na wanaume wote aliwahi kukutana nao. Hakuhukumu, hakulalamika, bali alimheshimu Gracie. Watu waliowaona walinong'ona, hii ndoa inakuja kuwa yenye baraka. Lakini Gracie ndani ya moyo wake bado alikuwa na hofu ndogo, hofu ya kupoteza kila kitu tena. Siku moja usiku, Gracie alipokea ujumbe kutoka namba isiyojulikana. Ujumbe ulikuwa mfupi. Unafikiri umeanza maisha mapya, lakini ukweli wako bado haujafichika. Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Alijaribu kupuuza, lakini ujumbe mwingine ukaja. Muulize Michael kuhusu siku aliyokutana na Daniel. Gracie alishtuka. Michael anamjua Daniel? Hilo halikuwahi kusemwa. Usiku huo Gracie hakulala. Asubuhi yake aliamua kumuuliza Michael kwa sauti ya utulivu lakini yenye hofu. Gracie alimuuliza, Michael, je, unamfahamu Daniel? Michael alikaa kimya kwa muda. Uso wake ulibadilika kidogo. Kisha akavuta pumzi ndefu. Akasema, ndiyo, ninamjua. Gracie alihisi dunia imesimama. Michael akaendelea, Daniel alikuwa rafiki yangu wa zamani. Kimya kikatawala. Michael akaeleza ukweli ambao Gracie hakuwahi kufikiria. Siku ya harusi, Michael alikuwa mmoja wa watu waliomshauri Daniel asikubali kudharauliwa. Alikuwa anajua kila kitu kilichokuwa kinaendelea nyuma ya pazia. Gracie alihisi maumivu yatarudi upya. Alimwangalia Michael kwa macho yenye machozi. Kwa hiyo, ulijua kila kitu tangu mwanzo? Michael akajibu kwa utulivu, ndiyo, lakini nilitaka kuona wewe halisi, si yule wa zamani. Gracie alichanganyikiwa. Alijisikia kama maisha yanamchezea tena kwa mara nyingine. Kwa nini hukuniambia mapema? Aliuliza kwa maumivu. Michael akasema, kwa sababu sikuwa nataka kukuhukumu kwa makosa yako ya zamani. Niliona mabadiliko yako. Lakini kwa Gracie, hii ilikuwa kama siri kubwa iliyofichwa. Aliondoka akilia sana. Gracie alikaa peke yake akifikiri kila kitu. Je, Michael alimdanganya au alimlinda? Alikumbuka safari yake, akakumbuka mabadiliko yake na nafasi ya pili aliyoipata. Lakini pia alihisi maumivu ya ukweli uliofichwa. Alijua uamuzi wake ungeamua hatima ya mapenzi yake. Je, Gracie atasamehe na kuendelea na Michael au ataona hii kama usaliti mwingine? Sehemu ya 5 itafichua ukweli mzima. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe katika simulizi zaidi zenye hisia kali.